Yes, kutokea katika viunga vya Dar es Salaam jana kulikuwa na mchezo mmoja kati ya michezo mikubwa sana barani Afrika. Ikihusisha kati ya timu mbili kubwa zaidi hapa Tanzania na timu ambazo zina mafanikio zaidi Tanzania, kwa maana ya Yanga pamoja na Simba. Na katika mchezo huo bwana, kama tunavyojua Yanga aliweza kuibuka na ushindi wa goli moja ambalo alipata kupitia mshambuliaji wake Pacome Zouzoua. Sasa zilikuwa baada ya mechi hiyo kulitokea story nyingi sana, watu wakilalamikia. Kama tunavyojua Simba hii ni mara ya 6 wanafungwa mfululizo na Yanga. Kwa hivyo wana Yanga ilikuwa ni furaha kubwa sana kwao, lakini kwa wana Simba ilikuwa tofauti, kwa sababu walitupa lawama nyingi kwa uongozi wao kwamba kwa nini hiki kinatokea na sio kawaida. Sasa tukiachana hilo bana, kama tunavyojua shabiki mmoja mkubwa sana wa Yanga, Manara mwenye anajiita El Bugatti, ameweza kuleta headlines nyingi sana katika mitandao ya kijamii, na hii ni baada ya kuachana Yanga ukweli. Kama tunavyojua Yanga katika mchezo wa jana, katika tathmini ni kwamba Yanga walizidiwa sehemu nyingi sana, umeona, kuanzia nafasi, uchezaji na kila kitu, lakini bahati ilikuwa upande wao na kuibuka na ushindi wa goli moja. Lakini kwa mujibu wa Manara amesema kwamba kuna vitu inabidi Yanga wabadilike. Kwanza, kama tunavyojua uchezaji wa Yanga ni watu ambao wanacheza kwa kushambulia sana, yani watu ambao wanamiliki mpira afu wanashambulia kwa kasi sana, lakini kwa jana ilikuwa ni tofauti kidogo. Kwa alivyosema kwamba kwa kipindi cha kwanza actually Yanga alicheza chini ya kiwango. Umeona, alicheza chini ya kiwango sana na sio kawaida Yanga kucheza vile. Kwa hivyo ni jambo ambalo inabidi waliangalie kwa upande mwingine, kwa sababu kama tunavyojua Yanga anakwenda kucheza kimataifa, lakini kuna michuano mingine ambayo inakuja. Vile vile kwa upande wa Simba naye anaenda kucheza mechi za kimataifa, lakini pia na ligi kuu na mashindano mengine. Lakini kwa upande wa Manara, yeye ambacho alikuwa anakishauri ni kwa upande wa Yanga na kusema kwamba inabidi tubadilike. Ila ukweli ni kwamba Yanga wamecheza chini ya kiwango na sio kawaida. Lakini jambo lingine ambalo wameamua kuliweka wazi na kusema kwamba hili hawezi kulificha ni kuhusiana na usajili mpya wa Yanga wa Celestine Ekua. Kama tunavyojua ni mshambuliaji huyo ambaye amekuja katika dirisha hili kubwa la usajili. Umeona, ametua pale katika viunga vya Jangwani kwa maana ya Yanga. Sasa Manara hakutaka kuwa mnafiki, ameamua kusema ukweli na kutaka kuwakumbusha au kumkumbusha mchezaji wa kwamba hii timu alokuja ni timu ya Yanga, na timu ambayo ukileta mchezo kidogo tu huwa hawaangalii mara mbili, yani wanakuweka pembeni. Jana kwa mujibu wa Manara amesema kwamba Ekua amefanya mistake nyingi sana, lakini mistake moja wapo ni kubwa ni ile kukosa, yani kufanya dakika za mwishoni kulikuwa kuna na opportunity ya Yanga kupata bao la pili, lakini bao hilo lilishindikana kwa sababu ya uchoyo. Mwenye anasema ni uchoyo ambao aliufanya Ekua. Umeona kwamba baada ya kutoa pasi mapema, yeye alisubiria kwanza kuchekecha watu na kufanya mambo yake, mwisho wa siku anataka kutoa pasi tayari mambo yameshakuwa mengine, yani ilikuwa katika impossible angle sasa. Kwa hivyo yeye kwa mujibu wake amesema kwamba Ekua inabidi akalishwe chini na aambiwe kwamba hii ni Yanga Afrika na ni timu ambayo ukizingua kidogo tu akikoka pembeni basi ndio imeisha. Kwa hivyo ni mchezaji mzuri, lakini inabidi atulie, asiwe na mambo mengi kwenye kutoa pasi, inabidi atoe, umeona, lakini pia asiwe na mambo mengi kwa sababu timu huwa inacheza na wachezaji 11 na sio mtu mmoja peke yake. Kwa hivyo inabidi akilibadilisha hilo, mambo mengine yatakuwa ni mazuri zaidi. Sasa watu wamekuja katika sura tofauti na kusema kwamba Manara sasa why tena anaanza kuikosoa timu yake, na sio kitu cha kawaida. Umeona, kwa kiongozi au mtu ambaye ni umeaminika na mtu ambaye ni mkubwa katika timu fulani kuikosoa timu yako, na hilo amelifanya Manara katika kutoa ushauri, lakini pia kuonyesha mapungufu ambayo yalitokea katika mechi ya jana. Hayo ni ambayo yamejiri katika upande wa kiburudani, lakini na kimichezo, lakini pia ukitaka taarifa zote za burudani, michezo, siasa ambazo zimetokea ndani ya mipaka Tanzania au nje ya mipaka Tanzania, popote pale usiache kufuatilia Bongo 5 TV pale jini YouTube, lakini Instagram Bongo 5, lakini pia Facebook, lakini pia pale kwenye website tutatupata kwa bongo5.com. utapata taarifa zote na kwa undani zaidi. Jina langu ni Kashmil Chapo, endelea kufuatilia Bongo 5 TV kwa mengine mazuri zaidi.